فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiendelea na sehemu ya mwisho ya kitabu cha Ahkamu Janaiz, ambapo sasa tuko katika bid'ul janaizi, jumla ya mambo yaliyozuliwa katika suala zima la mazishi. Amekusanya mambo yapatayo 241 na sisi katika hayo tumekwisha kuyazungumza mambo yapatayo 122. Kwa hivyo leo tuondokea katika nukta ya nambari 123 katika jumla ya mambo yaliyozuliwa katika suala la mazishi. Maana ya kuzuliwa halitambulikani katika Uislamu, hamna kwenye Qur'an, hakupata mtume kufanya wala kusema lifanywe wala angalau kufanywa mbele yake na akalikubali, na ndiyo maana ikaambiwa limezuliwa. Jambo la 123, alqira'atu lilamwati, kisomo kwa ajili ya waliokufa. Hili jambo halipo kabisa katika Uislamu, na linakuwa ni gumu, linakuwa ni jambo ambalo watu wanafanya upinzani, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, lakini kwa hakika kisomo kwa ajili ya waliokufa katika Uislamu halipo. Ukisikia watu wamesimama wanasalia jeneza na wanasoma alhamdu, basi pale kwa hakika wanamwabudu Muumba, na kisomo kile sio kwa ajili ya maiti, pale anaabudiwa Muumba kwa sura ya kusalia. Na yanayofuatia tena yaliyomhusu maiti ni kuombewa dua. Hilo lipo. Bali wale wanaosema ya kwamba kwani Qur'ani si dua, nafsi yake si dua, bali ndani yake mna maneno. Mwenyezi Mungu amewataka waja wake waombe namna hiyo iliyofundishwa ndani ya Qur'ani. Na wakati mtu anaomba kwa kutumia dua iliyomo ndani ya Qur'ani, huwa haisomi ile aya ya Qur'ani nzima, bali atakiwacha kukisoma ni ile dua iliyofundishwa kwenye Qur'ani. Akiisoma ile aya ya Qur'ani yenyewe itakuwa anafanya makosa. Sio aanze kusema kwa mfano, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wama lahu fil akhirati min khalaqi wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Tunapoomba dua hii hatuanzii wa minan nasi au wa minhum man yaqulu, hatuanzii hivyo, hatuanzi kwenye aya ya Qur'ani. Moja kwa moja tunachukua pale Mwenyezi Mungu alipotuambia kwamba kuna miongoni mwa watu wanaosema, na sisi huwa tunajifanya ni miongoni mwa watu hao, basi tunasema rabbana atina fid dunya hasana. Hatuanzii mwanzo wa aya. Ukianza mwanzo wa aya makosa. Nafsi ya Qur'ani yenyewe si dua, bali ndani yake kumefundishwa namna ya kumuomba Mwenyezi Mungu. Alqira'atu lilamwati ni katika moja ya jambo ambalo limezuliwa katika dini. Wa alaihim, na juu yao maiti hao. Kisomo hicho kwa hakika jambo hili kuwa ni uzushi limetajwa kwenye kitabu As-Sunan wal Mubtadaati katika kurasa nambari 63 mpaka 65. Imezungumzwa habari hiyo, yeye huyu mwandikaji wa Ahkamu Janaiz Albani ameona mle. Kisha akasema Albani yeye mwenyewe sasa, wandhur, ukitaka zaidi angalia almas'ala kwenye kitabu hichi, kwenye mas'ala nambari 117 kwenye sahifa hapa ameitaja 173, lakini bora kuanzia katika 168 mpaka 169 na mpaka kufikia 170. Hiyo habari ndio naipata vizuri hapo kuanzia pale.
Basi kama unacho kitabu, tutafanya kupitia kidogo, tujikumbushe kwa nini kisomo kikawa kimezuliwa kwa ajili ya maiti. Na maneno yatakayosemwa hapo ni kwamba hawa wamezidi, wanakataza watu kusoma Qur'ani. Tena mtu kama kusoma Qur'ani asome nini chengine? Haya ni maneno ya ubabaishaji. Hakuna mtu aliyosema kwamba Qur'ani sisomwe. Hakuna mtu aliyokataza kusoma Qur'ani. Hayo ni maneno ya ubabaishaji. Maana yake imekuwa kama Namrudh. Namrudh wakati amemwita Nabii Ibrahim kuja adiliana naye baada ya kusikia kuna mtu analingania kuwepo kwa muabudiwa. Na wakati huo Namrudh aliyetawala katika maeneo ya Babylon wakati ule, alikuwa yeye ndiye amejitaja kuwa mtukufu zaidi katika dunia. Yeye ndio kuabudiwa, amewaabudisha watu miaka na miaka. Katokezea sasa Nabii Ibrahim anawaambia watu kuna kuabudiwa mmoja peke yake. Limemkera hilo, kamwita kamenjoa hapa. Nabii Ibrahim hakushtuka wala hakubabaika, alijua kwamba ni sehemu yangu ya da'wa na kwenda kuifanya. Alipofika Namrudh anamtikisa Ibrahim, anamwambia we, nakusikia unasema kwamba kuna kuabudiwa mmoja peke yake, na hapa mimi haeleweki mwingine isipokuwa mimi. Nasikia unakitaja kijitu kimoja, Allah si nani? Hebu niambie nani? Hamtaja nani kuabudiwa wewe? Nabii Ibrahim akamwambia, Rabbi alladhi yuhyi wa yumitu, ndio mimi Mola wangu ninomtaja pekee ni kwamba anafanya mambo peke yake, hakuna mwingine awezaye. Anahuisha na huko anafisha. Kwa kuhuisha na kufisha tu, hebu niletee wafungwa wawili gerezani kule. Namrudh jeuri anamwambia niletee, na mimi nitakuonyesha nafanya hivyo hivyo. Basi kwa hivyo mimi Mungu vile vile. Walipoletwa wafungwa wawili, akatoa amri mmoja, akasema huyu mnyongeni mara moja tu. Akanyongwa yule mtu, wala kosa lake hajulikani. Na mmoja akamwambia, wewe kuanzia sasa hivi huru nda zako. Akamwambia Ibrahim, mimi nishaua hapa na vile vile nishahuisha vile vile hapa. Mmoja yu hai na mmoja shakufa vile mbalini, chamcha kitanzini zamani. Nabii Ibrahim sasa alipomuona anajitia pambani na watu wa batil, siku zote wanataka wababaishe haki. Mara atakwambia mtu anakataza watu kusoma Qur'ani. Yaani mtu mwenye itikadi ya Kiislamu akishasikia kwamba kuna mtu huko anapinga Qur'ani sisomwe, basi yeye hataki tena kujiuliza wala kumfuatia. Bwana, hebu nikamsikilize kwanza huyo mtu nani huyo, na anapata watu wa kumsikiliza huyo. Haya, kwa maneno gani atasema Qur'ani sisomwe? Hebu nikamsikilize. Mtu achukue kitabu hiyo, anaamini moja kwa moja kama kuna mtu huko anapinga watu wasome Qur'ani. Nabii Ibrahim alipomtambua ujanja wake huyu, akamwambia basi, fa inna Allaha, hakika Mola wangu aitwaye jina la Allah, yaati bishamsi min almashriqi, siku zote hizi analitoa jua upande wa urejua, mawio yake yatokea huko mashariki. Wewe Namrudh ndio umejifanya unaua, halafu unahuisha unapotaka mwenyewe, na hili vile vile lifanye. Faati biha min almaghrib, hebu litoe jua upande wa magharibi. Sasa watu wote waone kama wewe kweli Mungu. Toa jua upande wa magharibi. Hapa ndiyo pahala aliingia kwenye wavu akanasa tele. Fabuhita alladhi kafara, akashindwa kafiri hapo. Wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin, daima Mwenyezi Mungu siku zote hawapi taufiki ya uongofu watu madhalim waliochukua haki ya Mwenyezi Mungu wakaipeleka pahala pengine. Haki ya Mwenyezi Mungu kuabudiwa ni yake yeye kaichukua kaivalia yeye, kaivaa. Na Mwenyezi Mungu hawapi taufiki madhalim, siku zote wanaanguka, wanafedheka, wanaangamia tu. Hata akisema kwamba kuna watu wanakataza watu wasome Qur'ani, basi watu na wapate nafasi ya kwenda kusikiliza tu vipi Qur'ani inakataliwa isisomwe. Pale iliposemwa bwana, kisomo cha Qur'ani hakikuletwa kwa ajili ya maiti. Na mtume wa Mungu anajua faida ya Qur'ani kuliko mtu mwingine yoyote. Hilo na alipinge Muislamu aseme kwamba la, kuna baadhi ya mambo alikuwa hajui mtume, alitakuwa kafiri hapo hapo. Akishaitakidi tu kwa Nabii Muhammad hakujua maslahi ya Qur'ani kwa binadamu,
kisha kuwa kafiri. Katika kujua kwake Muhammadi maslahi ya binadamu na Qur'ani, hajapatapo kumsomea Qur'ani maiti, hajapatapo hata siku moja. Wala yule ambaye anakata roho, hajapatapo mtume kumsomea Qur'ani. Ni maneno yasemwa tu. Surati Yasin, Tabaraka, kitu gani? Ni maneno ambayo yanasemwa tu, hayana ushahidi. Labda lilopokelewa sahihi kwa mtume, akimkuta mtu anatoka roho, huwa anamwambia qul la ilaha illa Allah, wewe mja wa Mwenyezi Mungu, sema hakuna anayefaa kuabudiwa isipokuwa Allah. Neno hili ukilitamka, hili ndilo salama yako, litakupatia pepo neno hili. Iwe la mwisho utakalolitamka katika maneno yako duniani, unatamka neno hili, halafu Mwenyezi Mungu anachukua roho yake, ushafanikiwa kufa na shahada hiyo. Haya ndiyo mambo muhimu ambayo mtume akimwambia mtu anokata roho. Na baada ya kukata roho, kama kuna jambo kubwa muhimu, mtume atawaambia watu, wacheni kupiga makelele, wacheni kuomboleza, huu si wakati wa kuomboleza. Malaika wanazunguka katika majumba yenu na wanaitikia amina kwa mtu yasema. Kisha mtume akawafahamisha watu la kulifanya pale, na Qur'ani anaijua yote na faida yake anaijua yeye. Alilolifanya Allahumma ighfir li Abi Salama, ni kuomba dua kwa maiti. Mwenyezi Mungu msamehe Abu Salama, warfa' darajatahu fil mahdiyina, na umnyanyulie cheo chake, daraja yake umpe katika wale walioongoka mbele kabisa. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, na umfanyie nafasi kwenye kaburi lake na kukwenda, na umtilie nuru huko. Haya ni katika maneno ambayo mtume anayasema kwa ajili ya maiti. Na pale wallahi alazim, kama inge Qur'ani ina faida na maiti, mtume pale angemaliza pale al-Kursi, Tabaraka, al-Hadidi, al-Munjiyati, kitu pale anamalizia zote. Lakini hakuna nafasi kwa maiti kwa Qur'ani abadan. Kwa hivyo anasema Albani, wanzuril mas'ala, hebu angalia kwenye mas'ala ndani kitabu changu hichi cha Kama Janaiz, mas'ala nambari 117 kwenye sahifa. Kama una kitabu chako, anza kufungua sahifa 168 kwanza. Katika ukurasa nambari 168 utaikuta hiyo nukta yenyewe nambari 117. Alianza kusema Albani mambo ambayo yanampatia manufaa maiti. Akasema ma yantafi'u fihi almayitu, yale ambayo ananufaika nayo maiti. Sasa manake hatukatai kuna mambo maiti yakifanywa ananufaika nayo, lakini kiraa kisomo abadan hakipo, hanufaiki nacho. Akasema wayantafi'u almayitu, na ananufaika maiti min amali ghairihi, kwa kufanywa jambo na mwingine asiokuwa yeye, bi umurin, kwa haya mambo yafuatayo. Anaweza mtu akafanya jambo kwa duniani kwa ajili ya maiti, ikiwa huyo maiti ni wake au si wake, na maiti huyo akapata faida. Awalan, jambo la mwanzo, duaul muslim, ni dua ya muislamu. Dua kitu kingine, Qur'ani kitu kingine. Ila ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu kafundisha namna ya kuomba dua. Kwa hivyo duaul muslimi lahu ni dua ya muislamu kwa maiti huyo, na atapata manfaa maiti kwa dua hiyo, idha tawaffarat, pindi zitakapotekelezwa, fihi, katika dua hiyo, shurutul qubuli, sharti za kupokelewa dua yenyewe. Lazima dua ina sharti zake mpaka ikubaliwe, sio kila anaomba nakubaliwa tu abadan. Wama duaul kafirina illa fi dalal, kwa mfano makafiri akiomba dua hayawi maombi yao isipokuwa kwenye kupotea tu, kuharibika tu, sio kila anaomba nakubaliwa tu. Mwenyezi Mungu anasema katika Sura Al-Baqara, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi, basi waambie mimi karibu nao sana. Wasiwe na haja ya kunipiga makelele mimi, na wasiwe na haja ya kutafuta visa mpaka wasafiri wende wapi na wapi. Hata fa inni qaribun, mimi nipo na ni karibu nao sana.
ujibu da'wata da'i idha da'ani, mimi ninaitikia dua ya muombaji wakati ule ule anaponiomba, popote alipo, hata kama yuko kwenye handaki huko kisimani chini. Lakini kuna sharti, falyastajibu li, na hebu na waniitikie mimi kwenye amri zangu nilizowapa, waliuminu bi, na waniamini peke yangu mimi, wasishirikishe na lolote lile, la'allahum yarshudun, ili wapate kukubaliwa, ili wapate kunyokewa na hayo maombi wanayoyaomba. Kwa nini ikawa lazima ipatikane shuruti ya kukubaliwa dua? Liqauli llahi tabaraka wa taala, haya yote yamekuja kwa sababu ya tamko lake Mwenyezi Mungu mtukufu. Anaonyesha waziwazi kwenye Qur'ani kwamba maiti anaweza kanufaika na dua za waislamu wenziwe, aliposema katika sura Al-Hashr, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliofuatia wakaja baada ya hao wa mwanzo, yakuluna, huwa wana maneno wanasema kwa kujiombea wao na kuwaombea wenzao ambao washatangulia mbele ya haki. Yakuluna, huwa wanasema maneno haya, rabbana, e mola wetu, ighfir lana, tusamehe sisi, wali ikhwanina, na ndugu zetu wa Kiislamu, ndugu zetu alladhina, ambao sabakuna, walio tutangulia mwanzo, bil imani, kwa jambo la imani, wameanza kuja duniani mwanzo, wakaamini Mungu mwanzo, na hivi sasa hawapo, basi tunaomba uwasamehe na wao vile vile. Jingine tukuombalo, wala taj'al fi qulubina, na wala usijalie katika nyoyo zetu sisi tulio hai, ghillan lilladhina amanu, kuwa na mafundo ya kuwachukia waislamu wenzetu bure bure. Labda wao wana mambo wanafanya kinyume na Uislamu, lakini bure bure tusiwachukie Waislamu. Rabbana, e mola wetu, innaka raufur rahim, hakika wewe ni mpole uliye mrehemevu. Aya inapatikana katika sura Al-Hashr, aya nambari 10, hiyo utaipata. Sasa ili kuonesha kama Qur'ani si dua, bali Qur'ani ndani yake kumefundishwa namna ya kuomba. Je, watu wakiomba dua hii wanaanza walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna? Hawanzi hivyo, moja kwa moja wanaanza rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Na kama wataanzia ukiwasikia watu walladhina ja'u min ba'dihim, basi hawakuifahamu Qur'ani ni vipi ilivyo. Hapa wewe utakiwacho ni kuomba ile dua ambayo Mwenyezi Mungu amesimulia. Kuna wengine ambao wamekuja baada ya hao, wana maneno mazuri wanaoyasema kwa ajili yao na kwa ajili ya ndugu zao. Maneno yenyewe ni haya, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما الأحاديث, hiyo ni katika upande wa Qur'ani kuonyesha kwamba maiti anaweza kanufaika na mambo kama hayo. Kwanza ni dua, kuombewa na waislamu wenziwe, hili halikataliwi. Ndani ya Qur'ani kuna proof kama hiyo. Dua kitu kingine kabisa. Na tunaposema kwamba Qur'an haimfikii maiti, kwa sababu kiongozi alikuwepo na hakuonekana akihimiza akifanya wala chochote kile. Na yeye hakuna muislamu atakayetokezea akasema kwamba Muhammad alikuwa hafahamu Qur'ani msingi wake, hafahamu maana yake, na kwa hivyo aliacha maslahi chungu nzima kwa ajili ya Qur'ani. Akitokezea huyo, basi amekufuru. Hivyo ndivyo namna mtu anavyotakiwa kumwamini Nabii Muhammad, amwamini hivyo, bali na mitume wote waamini hivyo. Mwenyezi Mungu amewachagua, Allahu ya'lamu haythu yaj'alu risalata, na Mwenyezi Mungu anajua wapi pa kuweka ujumbe wake. Anajua, hasukumi, abatishi. Anampima, anampeleleza, anamchunguza yupi atakayenifaa. Na kwa hivyo ndiyo maana manabii akawavika taji maalum kwamba wao almaasumuna, wamehifadhiwa, wamelindwa na kufanya mijambo mikubwa mikubwa ya midhambi, wamehifadhiwa, hawafanyi wao. Ukisikia pahala mtu anamzungumza mtume wa Mungu kafanya hivi, ni uongo. Kuwa Nabii Suleimani kampeleka mtu vitani kwa ajili ya kwamba alikuwa na mkewe akimtaka sana, akimpenda sana, uongo. Hao manabii hawako upande huo. Ukifungua kitabu cha Biblia, kama utaona kwamba Nabii Luti watoto wake wale wakaona, sasa hapa sisi akimalizika mzee hapa, nani atakuweko hapa? Unajua wewe, hakuna mtoto mwingine baada ya sisi watoto wake, tumpige divai mzee mara moja hivi. Kishampiga divai, tutaanza kumvamia, tutamuingia maungoni, tutajipendekeza pale, halafu
atatutwaa, akitutwaa atazaa naye. Halafu wanasema Nabii Lut kafanya hivyo. Haiwezekani. Hawajui heshima ya mitume wala hawakusoma tauhidi. Hao manabii maasumuna, wamehifadhiwa, wamelindwa, hawafanyi, hawendi huko. Uchafu hawanao, wametakasika kila aina utakasifu mitume hao. Na katika utakasifu kwa Nabii Muhammad kuwa kuna jambo lenye maslahi na umma wa Kiislamu, kisha mtume akawa ni bakhili, mchoyo. Mwenyezi Mungu anakataa hilo. Wama huwa ala alghaibi bidhanini, hakuwa Muhammad katika jambo lilokuwa hajulikani yeye ni bakhili, choyo, kafanya khain. Haiwezekani kabisa, anamkatalia Mwenyezi Mungu. Kisha akasema katika aya nyingine, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, laiti angetuzulia tu Muhammad baadhi ya vijineno akaviongeza ambavyo hatukumtuma, au akavitoa tulivyomtuma akaambia watu akavitoa, la akhadhna minhu bil yamin, tungemkamata kwa kosa hilo kwa nguvu zetu kamili. Na kumkamata kwenyewe maana yake nini? Tuacheza naye? Hapana. Thumma laqata'na minhu alwatin, maana yake kisha hapo tungeukatilia mbali mshipa wake wa kuvutia pumzi, yaani tungemuua. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, na wakati huo kama kuna yoyote anampenda asingethubutu kutokezea kumsaidia Muhammad, tungempopotoa tukamuua. Kwa kosa gani? Kosa kubwa la kujua jambo katika Qur'ani. Tushamwambia waambie watu, khalafa kabania akajifanya hivi au akatuongezea mambo. Angefanya hivyo angeona chake. Ina maana Muhammad aliepukana na hayo. Kwa hivyo hiyo ni aya ya Qur'ani yenye kutoa dalili kwamba maiti anaweza kunufaika na baadhi ya mambo akifanyiwa na watu walioko hai. Katika mambo hayo ni kuombewa dua. Wa amma al-ahadithu, ama kwa upande wa hadithi, fahiya kathiratun jiddan, nazo ziko nyingi sana zenye kuonyesha maiti ananufaika katika kuombewa dua. Wa qad sabaqa ba'dhuha, huko tunakotoka nyuma kitabu hichi zimetangulia baadhi yake. Wa yati ba'dhuha, na hapa akasema zitakuja baadhi yake, fi ziyaratil qubur, katika jambo la kuzuru makaburi zitakuja. Na katika mambo ya bid'ah janaizi itakuja mlango baada ya huu, itakuja mlango wa ziyaratul qubur, utaona dua hizo vile vile. Wa du'a nabii, na vile vile dua ya mwenyewe bwana mtume sallallahu alaihi wasallam lahum, kuombea maiti. Mtume nafsi yake akiombea maiti, kuonesha kwamba maiti ananufaika tu. Wa amruhu bidhalika, na amri yake mtume kwa jambo la kuwaombea dua maiti. Wa minha, na katika hadithi hizo, qauluhu sallallahu alayhi wasallam, tamko lake mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallam aliposema, da'awatul mar'il muslim, dua ya mtu muislamu, li akhihi, kumwombea nduguye muislamu mwenziwe, bidhahari alghaibi, wakati anapotumia dhahari alghaibi, mgongo wa kwamba mwenzake hayupo, hana habari kama anamuombea. Dua ya ndugu muislamu, kumwombea ndugu muislamu mwenziwe wakati anaombewa hana habari. Anasema mtume, mustajabatun, ni yenye kujibiwa. Ndugu yako kishakufa, pengine umemkumbuka wewe, ukaanza baada ya sala zako pale ukamwombea, au ukafanya kuzuru mpaka kwenye kaburi lake pale ukamtolea salamu pale, na halafu ukamwombea dua. Dua ile mustajaba, ikiwa hasa utaifanya bidhahari alghaibi, tokea aliko yuhai hana habari kama unamwombea, basi naam, dua hiyo mustajaba, tena haraka sana ujibiwa. Inda rasihi, kichwani kwake, malakun, kuna malaika, muwakkalun, aliyowakilishwa, kullama daa, kila anapoomba muislamu, li akhihi, kwa ndugu yake muislamu mwenziwe, bi khairin, kumwombea mambo mema, qala almalaku, husema yule malaika, almuwakkalu bihi, aliyowakilishwa kwa dua hiyo, husema amin walaka mithlu, mimi naitikia kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu kubali aliomba huyo, anamwombea ndugu yake, kubali Mwenyezi Mungu, na wewe una mfano wa unayomwombea mwenzako. Yani muombeaji anapata naye sehemu ile ile anaombea mwenziwe. Hapo ni kitu mtu, wewe muombee ndugu yako tu Muislamu, yu hai au kishakufa, na wewe una mfano wa yale ambayo unamwombea mwenzio. Lakini si Qur'ani al-Karim kabisa kabisa. Qur'ani haina munasaba na kumfikia maiti kabisa kabisa. Na kama mtu atasema ya kwamba basi nahonga, nagawa thawabu zake, bwana, hujagawa thawabu bado, wewe unasema tu thawabu uzijui, hutokubali kutoa thawabu yako wewe kumpa mtu, unasema sasa hivi tu.
Tena na awe mpaka mzee wako aliyokuzaa, aliyokuchukulia mimba miezi 9, utamkatalia hivi hivi, sitoi. Maana ndo kitu cha pekee cha kukuvusha hicho, kila mmoja na chake. Hakuna jambo la kugawa thawabu ovyo ovyo, na thawabu hakuna ajuai ni kitu gani ila Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na vipi kilivyo, wingi wake, wapi kimewekwa, Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye nacho kitu hicho. Hakuweka mlango kwamba mtu anaweza kuchukua thawabu kama mtu mwingine, ila kuna siku ya mpunjano, mtu atanyang'anywa kwa nguvu, akipenda asipende, thawabu zake za mambo yake mema aliyoyafanya kama anayo, kwa kuwa ndani yake kuna dhulma za watu, kawadhulumu, hapa kamwaga damu, hapa kapiga, hapa katukana, hapa kaiba, hapa kafanyaje. Kwa hakika wale wote watajipanga foleni, kila mmoja anangojea haki yake siku ya kiyama. Kilipo cha huko si dirham wala dinar wala dola ya Marekani wala shilingi, bali kilipo ni amali njema aliyofanya mtu, atanyang'anywa. Kama zitabaki za kumtia peponi baada ya kulipa madeni ya watu haya, na kama hakuna, itabidi tena sasa yachukuliwe madhambi yake, madhambi ya wale aliowadhulumu, abebeshwe yeye, na baada ya hapo atumbukizwe motoni, hali ya kuwa alikuwa direct anakwenda peponi, lakini kadhulumu watu. Hiyo au huko ndiko kufilisika aliko kufasiri Mtume wa Mungu alipowauliza masahaba, atadruna mali almuflisa, mnamjua nani kafilisika? Walijibu, man la dirham lahu, asiyekuwa na dirham za kutumia. Akamwambia hapana, aliyefilisika amefanya mambo mema, lakini kafanya na uharibifu mkubwa wa kudhulumu watu. Haki al-adami Mwenyezi Mungu haingilii mpaka ataposamehe mwenyewe au atapolipwa huyo aliyodhulumiwa. Hapo ndo masala yamekwisha. Hivi hivi tu hakuna salama. Akifanya mtu amali zake azifanye za kuzikusanya kweli kweli, awe serious, ajue tu hapa duniani amemsema mtu lazima, na kule atajipanga foleni na anangojea haki yake, Mwenyezi Mungu atakumlipia, lazima utamlipa mwenyewe. Akhrajahu Muslim, hadithi hiyo ameitoa Muslim, wasiyaqu lahu, na uchunguaji wa maneno wake yeye, wa Abu Daud wa Ahmad, min hadithi Abi Dardai, katika hadithi ya Abi Dardai. Bal inna salata aljanazati, katika kuendelea kuthibitisha ya kwamba maiti anaweza kunufaika na mambo atakayofanyiwa na waislamu wenzio walio hai, na moja katika hayo ni dua. Bal inna salata aljanaza, bali hakika ya sala jeneza, kullaha, yote nzima, ukiona sala ile, shahidun lidhalika, inatoa ushahidi juu ya hayo. Unapokwenda mazikoni na ukaingia msikitini kumswalia ndugu yako, basi katika sala jeneza ni dua maalum zimekusudiwa kwa ajili ya maiti yule, na katika jambo analolihitajia maiti ni dua za waislamu wenzake katika kusaliwa sala ile jeneza. Hilo ndo jambo lenye thamani zaidi kwa maiti kuliko mengine yote ambayo yatafanywa baadaye. Jambo la kusaliwa ndani yake mna dua hasa kwa ajili yake yeye, na kaelekewa Mwenyezi Mungu pale ndani ya sala maalum iliyokosekana, hamna kurukuu, hamna kusujudu, hamna kuitadil, hamna tahiyatu, ni kwa ajili ya maiti peke yake sala ile. Lianna ghalibaha, kwa sababu nyingi ya dua hizo au sala nzima hiyo, duaun lilmayiti, mna dua kwa ajili ya maiti, wastighfaru lahu, na kumtakia maghfira yeye, kama taqaddama bayanuhu, kama ilivyotangulia ubainifu wake huko nyuma kwenye kitabu hiki. Tupitia kujikumbusha tu na kutoa bayana na kuwaondolea mushkili watu wasijakaona kwamba haya mambo mizidi jamani, Qur'ani simfai maiti. Bwana, haimfai kwa dini yako, kwa dini ya kwenu hii. Hata unagombania lazima ifae, kwani ya kwenu? Si ya kwenu, dini ya watu, dini na mwenyewe. Na dini ametumwa mtume maalumu kwa ajili ya kuwafikishia watu, na akaambiwa baligh, fikisha ma unzila ilaika min rabbika, yale ambayo yameteremshwa kwako min rabbika, kutokea kwa Mola wako. Fikisha kwa kamilifu Muhammad. Alipofikisha mpaka ikakamilika, Mwenyezi Mungu alikubali, akamwambia al-yawma, leo, akmaltu lakum dinakum, mimi nimetimiza dini yenu, wa atmamtu alaikum ni'mati, na nimekamilisha vile vile juu yenu neema yangu kamili juu yenu, wa raditu. Tazama nini ninavyokwenda hayo, na msemaji ni Mwenyezi Mungu hapo, wa raditu, nami nimekuwa radhi mimi ana.
lakumul islam dina, kwenu nyinyi uislam alivyo ufikisha Muhammadi, mimi nimekuwa radhi, fata vile alivyoleta yeye, nimekuwa radhi, usihangaike usibabaike, hivyo ndivyo nimekubali. Tena mtu atataka nini hapo zaidi kuliko maneno hayo? Waraditu lakum islam dina. Bas thanian, jambo la pili katika mambo ambayo maiti anaweza kunufaika nayo, sio mfanyie wewe tu utakalo. Qadha'u waliyul mayiti, ni kulipa wali wa maiti. Saumun nudhuri, kama kuna funga ya nadhiri alijifunga nayo maiti, deni lile limekuwa lazima liondoshwe, hakuweza yeye mwenyewe alipokuwa hai, basi naam, wali wake itabidi afanye anhu kumfanyia maiti wake. Hapa maiti atanufaika kwamba kuna mtu wake alisimama katika jambo alilojipiga yeye mkuki mwenyewe. Ukiweka nadhiri kwamba utafanya jambo fulani la kheri, umekwisha jitwika wajibu hilo. Kwa upande wa Mwenyezi Mungu ni deni, lazima ulilipe. Hukuweza wewe, atafanya mtu wako. Wafihi, na katika jambo hili ahadithun, ziko hadithi nyingi vile vile. Al-awwalu, hadithi ya mwanzo, an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa Bibi Aisha, Mwenyezi Mungu amwiradhi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesema, man mata, yule ambaye amefariki, wa alayhi siyamun, na kwamba yeye juu yake kuna funga, hakuifunga, juu yake kuna funga, sama anhu waliyuhu, atafunga kumfungia yeye wali wake. Na hususan hapa kilichokusudiwa ni saumu ya nadhiri. Ya Rabbi, Mwenyezi Mungu akaniponesha maradhi haya, mimi nitafunga siku 3, nitafunga mwezi, nitafunga hivi, imeka nadhiri mtu, ile imekuwa ni wajibu, lazima iondoshwe. Hadithi hiyo tuloisoma akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari wa Muslim wa Abu Daudi, wa min tariqihi al-Bayhaqi, na katika njia yake vile vile kwa Bayhaqi, wa kadha wa kadha wa kadha. Athani, hadithi ya pili yenye kutoa shahidi huo, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kutokana na Ibn Abbas, Mwenyezi Mungu amwiradhi, anna mra'atan, ya kwamba yuko mwanamke mmoja, rakiba al-bahra, alisafiri na akapanda merikebu baharini, na bahari ndo bahari, kukatokezea mambo ya dharuba, wimbi nje wimbi ndani. Fanadharat, mwanamke akaweka nadhiri, maana aliona nakufa tu baharini. Nadhiri yake ilikuwa, inillahu tabaraka wa taala, iwapo Mwenyezi Mungu mwenye baraka nyingi na aliye juu ya kila kitu, anjaha, kama atamuokoa baharini kule asife, anayesema antasuma shahran, atafunga mwezi mzima. Hiyo sasa imekuwa sio funga ya sunna, ni funga ya wajibu. Faanjaha Allahu, Mwenyezi Mungu akamuokoa azza wa jalla. Falam tasum, hakufunga mwanamke huyo hatta matat, mpaka kaondoka duniani. Fajaat qarabatun laha, akaja jamaa yake wa karibu mwanamke huyo, imma ukhtuha, imma dada yake, au ibnatuha, au binti yake. Kaja mtoto wa kike huyo, ama ni dada au binti yake bibi huyo. Kaja kwa nani? Ila nabii, kwa mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama. Fadhakarat dhalika lahu, akayataja mwanamke huyo kwa mtume. Faqala, mtume akasema, akamwambia, araaitaki, unaonaje kwani wewe, lau kana alaiha dainun, laiti angilikuwa huyo mzee wako au dada yako ana deni, anadaiwa, kunti takdaitihi, si ulikuwa wewe umlipie deni hilo? Qalat, yule mwanamke akajibu, naam, nilikuwa nilipie. Basi qala, mtume akamwambia, fadainullahi ahaqun, deni la Mwenyezi Mungu lina haki zaidi kulan yuqda, kulipwa kwanza kabla ya mtu yote mwingine. Hapa kampima Mwenyezi Mungu uwezo wake huyu. Alimwambia, la inillahu anjani, kama Mwenyezi Mungu ataniokoa mimi na balaa ile, nitafunga bwana, nitafunga bwana. Hapa ina maana kaupima uwezo wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akamwokoa kweli. Basi hapa lazima mtu afanye nadhiri yake aliyoweka. Ingawa nadhiri kama hii huwa haileti kheri, manake nadhiri ya ubakhili, mpaka upewe haja yako, mpaka unusuriwe.
Usipime namna kama hiyo. Fanya mambo yako mema na huku unaomba, Mwenyezi Mungu, nakuomba kitu kadha kadha kadha, hapo nitapokipata nazidisha zaidi ucha Mungu kuliko undo ufanya. Lakini sio umekaa kitako hivi hivi, kama Mwenyezi Mungu mie atanifanyia kitu kadha kadha. Ina maana kama hakukufanyia utofanya, ina maana wewe ni bakhili sana wa amali njema, na kwamba hukupata haja yako, ina maana hufanyi kheri. Nadhiri kama hiyo Mtume aligomba sana, akasema haileti kheri kama hii. Uwemo tu wewe katika kufanya mema, ukipewa haja yako, usipewe haja yako, wewe umo tu kwenye kufanya mambo yako mema yale, umo tu. Faqdi, Mtume akamwambia lipa an ummiki, mlipie mama yako. Haya ndiyo mambo ambayo maiti ananufaika nayo. Kama kuna madewasi, wasikimbilie kulini kurithi mali, wasikimbilie kuponda mali ya maiti. Kuna mayatima pale, kuna wasiojiweza, kuna haki za watu za mirathi. Wanaanza watu kufanyia mambo makubwa makubwa kwa muda siku 3, wanaangamiza watu mamilioni pale pale kwenye mazishi, matanga, kitu gani kitu gani kitu gani, na pesa watu mfukoni mwao, mali za watu. Hawaulizi kwamba jamani hakuna deni lake huyu, hakuna funga ya nadhiri aliyoweka huyu. Ipo, si mara ya kwanza tu. Wakati alipokuwa naumwa mwaka juzi alisema hivyo hivyo, akaja juu kidogo, hakufanya nadhiri yake. Halafu akaja kafanya tena aliposafiri huyu, akasema mimi msiko shikio langu mimi, hakufanya kitu. Nadhiri mtu kaweka 1, 2, 3, zote hazikulipwa. Anakwenda kusakama, anakabaswa kule katika mambo aliyompima Mwenyezi Mungu mpaka yaondolewe mambo yale. Asipende pende mtu kwa nadhiri ovyo ovyo, atakuja kupata mtihani asiwahi kulipa, itakuwa tabu kubwa. Na huko nyuma pengine kuna watu hawakusoma kitu, hawajui kitu, hawajale mwanadhiri la kitu gani. Watu wanataka kutumia pesa tu za marehemu tu. Kwa hivyo kuna hatari mbele na kwenda kumkabili huko. Asipende mtu kuweka nadhiri ovyo ovyo, lakini kama ataiweka hata hiyo ya ubakhili hiyo, basi naam, lazima aiondoshe. Ila mtu asiweke nadhiri kwa jambo ambalo hana uwezo nalo, au asiweke nadhiri mtu kwa jambo ambalo halimo katika sheria ya dini. Asijakasema mtu kwamba katika usiku mmoja mimi nikipata haja yangu hiyo nitasali rakaa 100 kwa usiku mmoja. Asiseme hivyo mtu, rakaa 100 haziwezi mtu, na haikuja katika dini kufa mtu rakaa 100, haikuja kabisa kama hiyo. Kwa sababu ataposema hivyo itabidi afanye. Wala asijakasema mtu jambo ambalo halimo katika miliki yake, nitafanya hivi, nitajenga msikiti, wala hawezi kujenga msikiti bwana. Asijakasema hivyo, alitafute mtu jambo ambalo analiweza alifanye. Wa adhanu al-ishai biidhnillah tabaraka wa taala. Nambari 170, anaendelea Albani kutukumbusha hadithi ya 3 katika mambo ambayo yenye kumfaa maiti yakifanyiwa. Jumla ya mambo hayo ni katika madeni kulipiwa. Athalithu, hadithi ya 3 anhu, kutoka na sahaba huyo aidan vile vile, anna Sa'd ibn Ubada, ya kwamba sahaba wa Mtume bwana Sa'd ibn Ubada radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amuiradhi. Sa'd ibn Ubada istafta Rasulullah, alimuuliza mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, faqala, akasema, inna ummi matat, hakika mama yangu mimi amekufa, wa alaiha nudhurun, na juu yake kuna nadhiri kaweka na kuziondoa. Jambo la nadhiri hili. Faqala, Mtume akamwambia, ikdhihi anha, mlipie mama yako, atapata tabu kuna kwenda. Ondosha wewe ndo mtu wake, wewe ndo walii wake, fanya wewe. Sasa chini katika maelezo kidogo, Albani akatia maneno muhimu sana kuyajua. Akasema, qultu wa hadhihi alahadithu, na hadithi hizi sarihatun, zimekuja kwa wazi kabisa, sarihatu dalalati, zimekuja na dalili ya wazi kabisa, fi mashru'iyati siyami alwali, katika kuweka sheria ya kufunga ya wali, anil mayiti, kumfungia mtu wake aliyekufa. Na saumu yenyewe ilikuwa saumu nudhuri, ni funga ya nadhiri, ndiyo imemlazimu wali kuifunga funga ya nadhiri, lazima aonje saumu.
illa isipokuwa tu anna alhadith alawwal, ile hadithi ya mwanzo tuliyoisoma, hadithi ile pekee yadullu biitlaqihi, imejiulisha kuachwa huru hadithi ile kwamba funga yoyote ile. Lakini kilichokusudiwa waliokwenda kuuliza, walikwenda kuulizia kuhusu habari ya nadhiri za watu wao. Lakini hadithi ya mtume tuliyoisoma hii hapa, hadithi bibi Aisha, man mata, yule ambaye amekufa, wa alaihi siyamun, na juu yake kuna funga, sama anhu waliyuhu, basi na amfungie funga hiyo wali wake. Hadithi hii ikaja ikaweka kitu kama kwamba imekaa wazi funga yoyote, lakini hasa ni funga ya nadhiri, kama tutavyoona bibi Aisha atakuja kujibu baadaye. Yeye ndio alitoa hadithi ile ya mwanzo, na yeye ndiye anakuja kufafanua baadaye kwamba funga inayofungwa hasa ni funga ya nadhiri na sio funga ya Ramadhani. Ama funga ya Ramadhani ni fidia kumtolea maiti wake mtu. Basi nasema imekuja hadithi hiyo ala shay'in zaidin, imeonyesha kuna kitu kimezidi ala dhalika, zaidi juu ya funga ya nadhiri. Wa huwa annahu yasumu anhu, na imeonekana pale kama kwamba wali atamfungia maiti wake sauma alfardhi, ile funga ya fardhi hasa aidan vile vile. Waqad qala bihi ash-Shafi'iyya, na kwa hakika wamesema jambo hilo watu wanamfuata Imam Shafi'i kwamba hata funga Ramadhani wali ataifunga naye vile vile, wamepata hapo wao. Wa huwa madhhabu Ibn Hazm, na vile vile hayo ndiyo madhehebu aliyokwenda nayo Ibn Hazm wa ghairihim, na wengine mbalimbali asiokuwa wao. Wa dhahaba ila al-awwali, lakini akenda kwenye kauli ya mwanzo al-Hanabila, Ahmad bin Hanbali, bal huwa nassun, bali hayo aliyokwenda nayo Ahmad bin Hanbali ni dondoo ya maneno al-Imam Ahmad, yake mwenyewe Imam Ahmadi, na sio kama wamefuata watu wake tu, yake mwenyewe Ahmad kasema. Faqala Abu Daudi, basi amesema Abu Daudi fi al-Masaili, kwenye kitabu Masaili amesema, sami'tu Ahmad ibn Hanbali, nimemsikia Imamu Ahmad ibn Hanbali, qala, akisema, la yusamu anil mayiti, hapafungwi kufungiwa maiti, ila isipokuwa fi nudhuri, katika mambo ya nadhiri ndipo anapofungiwa maiti. Lakini funga Ramadhani hutolewa fidia, ndio ilivyo. Wa hamala atba'uhu, wakachukulia wale walomfuata yeye alhadith alawwal, ile hadithi ya mwanzo iliyoweka kama huru kufunga funga yoyote ile, wakaichukulia ala saumi nudhuri, hadithi ile vile vile ilikuwa ni juu ya funga za nadhiri. Bidalili, imekuwa ni funga ya nadhiri hasa imekusudia kufungwa kwa dalili nzito ambayo marawat Amra, alosimlia bibi Amra, anna ummaha, ya kwamba mama yake matat, alikufa, wa alaiha min Ramadhana, na juu yake ana deni la funga la mwezi wa Ramadhani. Faqalat li Aisha, akamwendea mama wa Waislamu bibi Aisha mkewe Mtume radhiyallahu anha, akamwambia, aqdhihi anha, nimlipie mama yangu aliyekufa na deni la somo ya mwezi wa Ramadhani, nimlipie. Qalat, bibi Aisha kwa kufahamu kwamba kinachofungwa ni funga za nadhiri, akamwambia, la, usifunge wewe Ramadhani, bal tasaddaqi anha, mtolee sadaka maiti wako, makana kulli yaumin, pahala pa kila siku moja ambayo hakuifunga, itolee nisfu sa'in, nusu ya pishi, yani vibaba viwili kwa kila siku moja ambayo hakuifunga yeye. Na hiyo vibaba viwili hivyo ni katika jambo la kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu, ama kibaba kimoja ndicho wajibu, lakini vibaba viwili ndio bora zaidi, unajiondolea mpaka wasiwasi pale. Ala kulli miskini, na unaigawa kwa kila maskini mmoja, leo umempa huyu, kesho huyu, kesho huyu, kesho huyu. La, kama utaona kwamba huyo aliyopo katika kijiji chako ndo mwenye hali mbaya zaidi, hata ukimpa zote kwa hakika zimfikishe popote, basi unaweza kumpa zote. Lakini kama wako wengi kama yeye, basi zigawe, mpe huyu na huyu na huyu na huyu na huyu. Hadithi hiyo akhrajahu At-Tahawi, ameitoa At-Tahawi wa Ibn Hazm, pamoja na Ibn Hazmi, kadha kadha kadha, ikaendelea masnadi hadithi. Hayo nilitaka tu kuyakumbusha
katika mambo ambayo tumeyasoma nyuma kuhusiana na kuondolea mushkili watu wasijakaona kwamba wanavungwa. Maana kwa Muislamu Qur'ani kitu kikubwa hivyo, hasa aliyekuwa ni mtu wa kawaida ambaye si msomi, kusikia kwamba Qur'ani imfikii maiti, utamwambia nani maneno hayo? Kwanza hivi tulivyo, wewe unataka kuzungumza hapa maneno hayo, kwanza wapi unazungumza maneno hayo? Hatakubaliki, hakuna anaofahamu kabisa, hakubali mtu maneno hayo. Lakini jambo moja tu mtu ajiulize, si aliyekuweko kiongozi wa umma na nani mwenye kujua manufaa ya Qur'ani zaidi kuliko yeye hajapatapo kuonyesha kwamba anafanya Qur'ani kwa ajili ya maiti, ila alimhimiza Muislamu alipokuwa hai yeye mwenyewe aisome Qur'ani, tena aisome sana. Na alipowaona watu bado wanafanya uvivu kwenye Qur'ani, akatumia baadhi ya sura kuzitajia khawasi maalum ili angalau watu washughulike nazo, japo kwa hizo chache. Atakayesoma Yasini kadha 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 na kadha 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 kadha, atakayesoma idha wakati kila usiku, basi ufakiri haumpati, angalau mtu aogope ufakiri tu angalau. Na Qur'ani ndo Qur'ani, utakapoisoma Qur'ani basi utayapata yale uliyokusudia na usiokusudia. Kwa hakika kuna mengine mengi Mungu atakupa mwenyewe, ili kuwaondolea watu waliokuwa wavivu kwenye Qur'ani al-Karim. Nani huyo? Anamwambia aliye hai, aliye hai. Sasa tunarejea tena kule kule kwenye ukurasa nambari 257 kuendelea na yale mambo ambayo ni bid'aul janaiz. Tukasema ya kwamba alqira'atu lilamwati, kisomo kwa ajili ya maiti, wa alaihim, na juu yao. Kitabu kilichoeleza hayo kama ni uzushi huo as-sunan. Tukasema wandhur almas'ala, angalia mas'ala kadha kadha kadha, na tumeangalia kwa uchache, tumeona kidogo. Na akatupa tena masala mengine Albani, wal mas'ala, angalia tena masala mengine 122 kwenye sahifa nambari 191, utaona mengine zaidi. Hebu fungua sahifa nambari 191, 191. Katika nukta hiyo hapo iko pamoja na wewe nambari 122, anasema wa amma qira'atul Qur'ani, ukiacha yale ya dua kumlipia maiti madeni mpaka madeni ya funga za nadhiri, wa amma qira'atul Qur'ani, ama kuhusu kisomo cha Qur'ani, inda ziyaratiha, kwa mfano wakati kuzuru na mzuru maiti kaburini pale, wako wanaofika pale na visomo vya Qur'ani pale na juzu kugawana. Famimma la asla lahu fi sunna, ni katika jambo ambalo halina msingi wowote katika mwendo wa Mtume. Mtume alikuwepo, kaishi na watu ndani ya utume miaka 23, hajapatapo kufanya hilo hata mara moja katika uhai wake, kuonyesha tu japo kwa kidogo kwamba watu wapate kigizo kidogo hivi. Bali alahadith almadhkura, bali hadithi zote zenye kutajwa fil mas'alati sabiqa, katika masala ambayo imetangulia nyuma, hadithi hizo tushiru, zinajulisha biadami mashru'iyatiha, kukosekana sheria ya usomaji wa Qur'ani makaburini. Idh, kwani lau kanat mashru'iyatun, la itingelikuwa mashru'a, ni jambo ambalo limekuwa sheria hilo, la faalaha rasulu, hapa ndipo panapo upinzani, hapa ndipo panapo maneno ya mwisho, lazima angefanya mtume wa Mungu. Hakuna maneno mengine kuambiwa mtu isipokuwa hayo. Lazima ampe kile cheo chake Nabii Muhammad kwamba yeye ndiye kiongozi wa umma, jambo lolote la kiibada lazima lipitie kwake. Hiyo ndo itikadi safi kabisa ya Muislamu. Wa madarul amru fil ibadati ala al-ittiba'i, mzunguko wa jambo katika ibada lazima kuna kufuata, unamfuata mtume. Bila ya kumfuata mtume ibada hiyo haitambulikani kabisa. Ndicho cheo ambacho Mungu kampa. La usalaku ilayya kulla tariqin, laiti kama watashika watu kila njia ya kunipata mimi Mola wao, niwape radhi zangu. Wastaftahu alayya kulla babin, na wapige hodi kwenye kunipata mimi kila mlango ili niwakubalie. Ma fatahtu lahum, siwafungulii mlango, yani sikubali amali zao. Hatta ya'tu khalfaka ya habibi ya Muhammad, mpaka watapokubali kukaa nyuma yako wewe uwe mbele, wanakutizama unafanya nini.
hawalitaki hilo, basi wakamtafuta atakayewalipa amali zao, lakini si Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo zito kwelikweli hilo. Kumkubali mtume wa Mungu kaletwa maksudi kufundisha ibada, lazima umpe cheo chake, umweke mbele yako. Ukitaka kusali, sallu kama raaitumuni usalli. Unakwenda kuhiji, khudhu anni manasikakum, almuradi wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Hakuna vingine. Atakayokupeni mtume wa Mungu ndo mtayapokea, na yale ambayo amekataza itabidi lazima mkome, mmeache mara moja tu. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu atapompa mtu radhi zake. Bas anasema la faalaha Rasulullah, lazima mtume wa Mungu angeonekana anafanya hivyo. Wa'allamaha ashabahu, na kwa kuwa si bakhili, kwa kuwa hana choyo, kwa kuwa yeye anawatakia waislamu mafanikio, lazima angewafundisha masahaba wake kuhusu habari ya utukufu wa Qur'ani na namna gani inamvomfaa maiti. Hili jambo lina ukweli mkubwa kwamba lazima mtume angewafundisha masahaba wake. La siyama khassa wa qad sa'alathu Aisha, bibi Aisha alimuuliza mtume sasa radhiyallahu anha, Mwenyezi Mungu amuiradhi. Wa hiya, na huyo Aisha huyo, min ahabbi nnasi ilaihi, ni katika mtu anayependwa zaidi na mtume sana sana sana. Wakijua masahaba wote mpaka wakeze wote 8 wakijua kwamba mwenzetu Aisha kachukua nambari. Tukitaka tustaki, mtume nampenda zaidi Aisha, na halaumiwi na Mola wake katika kupenda zaidi, atalaumiwa kama kufanya uadilifu tu. Mpaka siku ya ugonjwa ambapo mtume atakuondoka duniani ugonjwa huo, basi huwa anauliza kila mara, kwani kesho mnitalala wapi jamaa? Na huku anaikusudia zamu ya Aisha, kama kwamba kudra ya Mwenyezi Mungu inamvuta kwenda kufia katika hujratu Aisha. Ndipo mtume alipotakiwa na Mola wake akafie pale, na naam, ndivyo vitokezea akafia katika mapaja yake bibi Aisha. Wakeze wote mtume 8 mwisho waliamua tunamtabishia nini hali kama hii, hapa alipo huyu zamza nini, hebu tumwache ende akamalizie uhai wake nyumbani kule anakotaka mwenyewe, kwa bibi Aisha. Basi bibi Aisha alimuuliza mtume, amma takulu, kuhusu nini, ende akaseme idha zaratil qubur, wakati atapokwenda kuyatembelea makaburi mwanamke huyo, akifika pale afanye nini na aseme nini. Hapa ndo pahala penye kigezo kikubwa. Hapa ilikuwa mtume hapa lazima ampe jambo mpenzi wake huyo, aliye mkewe huyo, aliye mama wa Waislamu huyo, ampe kitu kizito cha kumnufaisha yeye fi dunia wal akhirah, pamoja na kumpatia manufaa huyo alioendewa kuzuriwa kaburini vile vile. Na pengine atakayezuriwa ni yeye mwenyewe mtume, ndo atakufa mwanzo kabla ya Aisha. Sasa Aisha akifika kwenye kaburi afanye nini? Asome sura gani pale? Inna anzalnahu saba, au atokwe sura gani asome? Au tabaraka au yasin au nini? Wallahi alazim, hapa ilikuwa ndo mtume atoa jawabu hapa kuhusu Qur'ani na makaburini. Faallamaha, lakini mtume akamfundisha Aisha assalama, kwenda kuwatolea salamu maiti, wa dua, na kuwaombea dua. Na Qur'ani si dua, bali ndani yake mmefundishwa na mna ya kuomba, lakini yenyewe si dua. In huwa, si kitu chengine illa dhikrun, isipokuwa ni ukumbusho. Lilalamina, umekusudiwa kukumbushwa viumbe walio hai. Liyundhira man kana hayyan, aonywe ukumbusho huo yule aliye hai kabisa amekusudiwa. Hiyo ndio Qur'ani ilivyo. Wa yahiqa alqawlu ala alkafirina, na tamko la adhabu limethibiti kwa makafiri, watakataa, watapinga. Walam yuallimha, mtume asimfundishe bibi Aisha an taqra al-Fatiha. Ukifika kaburini, jambo la mwanzo soma alhamdu. Hapa ilikuwa ni pahala pake mtume mfundishe Fatiha. Kwa hivyo yale unaoyaona yale yamefanywa na watu tu, wa ila hadrat an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha, uongo mtupu, hayamo katika dini kabisa. Hapa ilikuwa mtume baada ya kuulizwa hasa kitu special, nikifika kaburini niseme nini, ilikuwa mtume ampe bi Aisha Fatiha, ampe kul huwallahu hapa, Ikhlas 11 ilikuwa ampe hapa, inanzalnahu ampe hapa, suratu Yasini ampe hapa, ampe kwa orodha ya vitu. Ukifika fanya hivi, lakini alimfundisha kutoa salamu kwa maiti, na akamfundisha kuomba dua.
kabisa kabisa kumfundisha kusoma al-Fatiha au ghairaha, au kumfundisha sura nyingine min al-Qur'ani, katika Qur'ani. Falau anna al-qira'ata, basi laiti kama kisomo cha Qur'ani kanat mashru'a, kimekuwa ni jambo lilokuwa sheria kidini, lama katama dhalika anha, mtume asingeficha hayo kwa bibi Aisha. Aisha amfichie nini Aisha? Ilikuwa yeye ndo mwanzo ampe vitu vikubwa zaidi, mkewe akimpenda zaidi. Kaifa, vipi itakuwa hivyo? Ilhali wa taakhiri albayani, wakati alipoulizwa suala mtume kuchelewesha kubainisha jawabu, jambo hilo peke yake. Wa taakhiri albayani, kuichelewesha bayana an wakti alhajati, kutokana na ule wakati wa haja alipouliziwa pale akaichelewesha bayana. Hilo jambo la yajuzu, halifai, kama tuqarraru, kama inavyothibitishwa fi ilmi al-usuli, katika elimu ya usulul fiqh. Kuichelewesha kwa hakika bayan katika wakati wa haja ni kitu ambacho la yajuzu. Kaifa bilkitimani, itakuwaje tena kuificha kabisa sieleze? Walau annahu sallallahu alayhi wasallam allamahum shay'an, na laiti kama kwamba mtume wa Mungu aliwafundisha hawa maswahaba chochote kile min dhalika, katika hiyo Qur'ani, basi naam la nukila ilaina, kingenakiliwa kwetu sisi kikatufika, kama ulivyoona dini yote imetufika. Fa idha lam yunqal, itapokuwa haikunakiliwa jambo lolote katika hayo, basi fa idha lam yunqal bisanadi athabiti, ilivyokuwa haikunakiliwa kwa mategemezi yaliyokuwa mathibiti, dalla, imejulisha ala annahu lam yaqa, kwamba jambo hilo la usomaji wa Qur'ani si makaburini au kwa ajili ya maiti ni jambo ambalo halikutokezea katika maisha ya mtume. Hili ni jambo zito ambalo la kujibu mambo haya kwamba halikutokezea katika wakati wa mtume. Na laita kama ungekuwa naweza hawa kusema kwamba imekuwa hivi, siku ya kwanza ikawa hivi, ya pili ikawa hivi, ndio ingekuwa hatari kubwa. Lakini na wao vile vile wanakubali hilo, bado wanasema kwamba wanastahsan, kuna mambo mengine tunajua mazuri lakini ni mazuri kama Qur'ani ina ubaya gani? Hizo ndio akili zao, kama Qur'ani ina ubaya gani kusoma kwa ajili ya maiti. Ubaya itakuwa inao kwa sababu unamkiuka mtume wa Mungu, umemfanya mjinga, umemdharau, huko tayari kumfata, ubaya utakuwepo lazima. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Inshallah tutakapokuja katika darasa ifuatayo tutaondokea katika nukta nambari 124 ambayo itakuwa as-sabhatu lilmayiti, kufanya tasbihi kwa amana.